akapewa mamlaka. Baadaye nikaona katika njozi ya usiku, na tazama, mnyama wa nne mwenye kutisha, mwenye nguvu, mwenye uwezo mwingi, naye alikuwa na meno ya chuma makubwa sana. Alikula na kuvunja vipande na kuyakanyaga mabaki kwa miguu yake, na umbo lake lilikuwa mbali kabisa na wale wa kwanza, naye alikuwa na pembe 10. Nikaziangalia sana pembe zake, na tazama, pembe nyingine ikazuka kati yao, nayo ilikuwa ndogo, ambayo mbele yake pembe 3 katika zile za kwanza zikang'olewa kabisa. Na tazama, katika pembe hiyo mlikuwa na macho kama macho ya mwanadamu, na kinywa kilichokuwa kikinena maneno makuu. Nikatazama hata viti vya enzi vikawekwa, na mmoja aliye mzee wa siku ameketi. Mavazi yake yalikuwa meupe kama theluji, na nywele za kichwa chake kama sufu safi. Kiti chake cha enzi kilikuwa miali ya moto, na gurudumu zake moto uwakao. Mto kama wa moto ukatoka ukapita mbele zake. Maelfu wakamtumikia, na 10,000 mara 10,000 wakasimama mbele zake. Hukumu ikawekwa na vitabu zikafunuliwa. Nikatazama wakati huo, verse 11, kwa sababu ya sauti ya yale maneno makubwa iliyo yasema ile pembe, nalitazama hata mnyama yule akauawa, mwili wake ukaharibiwa, akatolewa ateketezwe kwa moto. Na kwa habari za wale wanyama wengine, walinyang'anywa mamlaka yao, walakini maisha yao yalidumishwa kwa wakati na majira. Nikaona katika njozi za usiku, na tazama, mmoja aliye mfano wa mwanadamu akaja pamoja na mawingu ya mbingu, akamkaribia huyo mzee wa siku, akamleta karibu naye akapewa mamlaka na utukufu na ufalme, ili watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote wamtumikie. Mamlaka yake ni mamlaka ya milele, ambayo hayatapita kamwe, na ufalme wake ni ufalme usioweza kuangamizwa. Basi mimi Danieli, roho yangu ilihuzunika mwilini mwangu, na hayo maono ya kichwa changu yakanifadhaisha. Nikamkaribia mmoja wa hao waliosimama karibu, nikamuuliza maana ya kweli ya hayo yote. Basi akaniambia, akanijulisha tafsiri ya mambo hayo. Verse 17, wanyama hao wakubwa walio wanne ni wafalme wanne watakaotokea duniani, lakini watakatifu wake aliye juu wataupokea ufalme na kuumiliki huo ufalme milele, naam, hata milele na milele. Kisha nalitaka kujua maana ya yule mnyama wa nne aliyekuwa mbali na wenziwe wote, mwenye kutisha sana, ambaye meno yake yalikuwa ya chuma na makucha yake ya shaba, aliyekula na kuvunja vipande na kuyakanyaga mabaki kwa miguu yake. Na habari za zile pembe 10 zilizokuwa kichwani mwake, na ile pembe nyingine iliyozuka, ambayo mbele yake zilianguka pembe 3, yaani pembe ile yenye macho na kanwa lililonena makuu, ambayo kuonekana kwake kulikuwa hodari kuliko wenzake. Verse 21 inasema, nikatazama, na pembe hiyo ilifanya vita na watakatifu ikawashinda, hata akaja huyo mzee wa siku
nao watakatifu wake aliye juu wakapewa hukumu, na majira yakawadia watakatifu wa umiliki ufalme. Akanena hivi, huyo mnyama wa nne atakuwa ni ufalme wa nne juu ya dunia, utakaokuwa mbali na falme zile zote, nao utakula dunia yote na kuikanyaga na kuivunja vipande vipande. Na habari za zile pembe 10 katika ufalme huo, wataondoka wafalme 10, na mwingine ataondoka baada ya hao, naye atakuwa mbali na hao wa kwanza, naye atawashusha wafalme 3, naye atanena maneno kinyume chake aliye juu, naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu, naye ataazimu kubadili majira na sheria, nao watatiwa mikononi mwake kwa wakati na nyakati 2.5 wakati. Lakini hukumu itawekwa, nao watamwondolea mamlaka yake, kuipoteza na kuiangamiza hata milele. Na ufalme na mamlaka na ukuu wa ufalme chini ya mbingu zote watapewa watu wa watakatifu wake aliye juu. Ufalme wake ni ufalme wa milele, na wote wenye mamlaka watamtumikia na kumtii. Huu ndio mwisho wa jambo lile. Nami Danieli, fikira zangu zilinifadhaisha na uso wangu ulinibadilika, lakini aliliweka jambo hilo moyoni mwangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Katika kuendelea kusoma hii sura, unaona kuna vitu zingine zenye zinakuja wazi kidogo, si ndio? Yeah? Hao wanyama 4 ni falme 4 ambao tulizungumzia katika sura ya 2. Wafalme 4 ambao wanawakilishwa na ile statue ya mtu katika chapter 2 ambayo iko kwa gold na fedha na shaba na chuma na udongo vimechanganyika. The 4 kingdoms, the 4 empires. Tulisema ya kwamba ni ufalme wa Babiloni, ufalme wa Mede na Wapashani, ufalme wa Greece na ufalme wa Rome, ufalme wa Rome. Hivyo ndivyo inawekwa katika chapter 2. Ukitumia hiyo statue, hivyo ndivyo inawekwa katika chapter 2. Katika chapter 7, kuna vitu ambavyo vimeongezwa. We have more details. That stands like the difference between chapter 2 and chapter 7. We have more stuff that is added in terms of details katika chapter 7. Kuna vitu ambavyo vinatajwa katika chapter 7 haviko katika chapter 2, sio? Kama hizi mambo za pembe 10, pembe moja inatokea, na ng'oa hizi pembe 3, hii pembe iko na macho,
Hii pembe iko na kanwa. Kanwa ni kinywa, inazungumza mambo makubwa. Hii pembe ina blaspheme Mungu na blaspheme watu wa Mungu, naanzisha vita, nashinda watu wa Mungu. Hiyo mambo tunasoma hapo, si ndio? Nasoma hapo hiyo mambo. Kianzia verse 18 hapo ndio naangalia maneno. Verse 19. Kisha nikataka kujua maana ya yule mnyama wa nne aliyekuwa mbali na wenziwe wote. Hapo ndio unaanzia, especially hiyo verse 19. Inaangazia sana kuhusu huo mnyama wa nne. Na tunaambiwa habari za mnyama wa nne kwamba alikuwa mnyama ambaye alikuwa very different from the rest. Very different, na kuna vitu vingi ambavyo tunaambiwa. Alikuwa mbali sana na wenziwe wote. Alikuwa mwenye kutisha sana. Meno yake yalikuwa ya chuma, makucha yake ya shaba. Alikula na kuvunja vipande na kukanyaga mabaki kwa miguu yake. Habari za zile pembe 10 zilizokuwa kichwani mwake na ile pembe nyingine iliyozuka, ambayo mbele yake zilianguka pembe 3. Pembe ile yenye macho na kanwa iliyonena makuu, ambayo kuonekana kwake kulikuwa hodari kuliko wenzake. Up to verse 20. Pembe kidogo ikatokea katikati ya hizo pembe 10, ambayo ilikuwa ni ndogo, lakini ambayo ilikuwa na macho kama macho ya binadamu, ambayo ilikuwa na kinywa, ambayo ilikuwa inazungumza vitu, to speaking things, great things, solemn words, yani mambo big, mambo kubwa, mambo ya kublaspheme watu wa Mungu, kublaspheme Mungu na vitu kama hizo. Kitu kingine ambacho tuta realize ni kwamba Daniel chapter 7 mpaka Daniel chapter 12, wakati ambapo tunasoma hizo sura 6, lazima pia tutakuwa tunasoma katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana, in the book of Revelation. As we read Daniel chapter 7, 8, 9, 10, 11 and 12, we shall also be cross-checking the book of Revelation, because there is a lot of similarities na vitu ambazo zinafanana pale. Daniel chapter 7, for example, Daniel chapter 7 verse 19 inasema, kisha nalitaka kujua maana ya yule mnyama wa nne aliyekuwa mbali na wenziwe wote, mwenye kutisha sana, ambaye meno yake yalikuwa ya chuma na makucha yake ya shaba, aliyekula na kuvunja vipande na kuyakanyaga mabaki kwa miguu yake. Verse 20 inasema, na habari za zile pembe 10 zilizokuwa kichwani mwake na ile pembe nyingine iliyozuka, ambayo mbele yake zilianguka pembe 3, yani pembe ile yenye macho na kanwa lililonena makuu, ambayo kuonekana kwake kulikuwa hodari kuliko wenzake. Then verse 23 to 25 inasema, verse 23 to 25 inasema, akanena hivi, huyo mnyama wa nne atakuwa ni ufalme wa 4 juu ya dunia.
huyo mnyama wa nne atakuwa ni ufalme wa nne juu ya dunia, utakaokuwa mbali na falme zile zote, nao utakula dunia yote na kuikanyaga na kuivunja vipande vipande. Na habari za zile pembe 10 katika ufalme huo, na habari za zile pembe 10 katika ufalme huo, wataondoka wafalme 10, na mwingine ataondoka baada ya hao, naye atakuwa mbali na hao wa kwanza, naye atawashusha wafalme watatu. Nakumbuka ile pembe ambayo inakuja hiyo ndogo, alafu inasababisha kung'olewa kwa pembe zingine 3, si ndio? Miongoni mwa zile pembe 10, 3 zinang'olewa kutokana na hii pembe moja ambayo imekuja nyuma, ambayo ni ndogo. So ndio tunaambiwa katika hiyo verse 24, na habari za ile pembe 10 katika ufalme huo, wataondoka wafalme 10, na mwingine ataondoka baada ya hao. The 10 horns ni habari za ufalme 10, na hiyo pembe nyingine tunaambiwa mwingine ataondoka baada ya hao, yaani huyo pembe mwingine atakuja baada ya hizo pembe 10. Kuna ufalme mwingine ambao utakuja baada ya hizo falme 10, naye atakuwa mbali na hao wa kwanza, naye atawashusha wafalme watatu, naye atanena maneno kinyume chake aliye juu, naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu, naye ataazimu kubadili majira na sheria, nao watatiwa mikononi mwake kwa wakati na nyakati 2.5 wakati. Just up to verse 25. Tunaambiwa kuhusu huu ufalme wa 4. Tunaambiwa kuhusu huu ufalme wa 4, this world leader will be speaking boastfully, will be speaking against the Most High God. We are told he will have 10 horns. Atakuwa na pembe 10, na tunaambiwa and the saints will be handed over to him for a time, times and a half a time. Katika Kiingereza hivyo ndio wenye wanasema for a time, yeah. Tunaangalia mstari vizuri. A time, times and half a time. Na hii inazungumza habari za miaka 3.5. One year plus 2 years plus a half a year, which is a total of 3.5 years. Ambayo tunaambiwa watakatifu wa Mungu watakuwa wamekabidhiwa huu ufalme wa 4. Hii pembe ndogo itatawala juu yao for 3.5 years. Hii pembe ambayo inazungumza mambo makubwa, hii pembe ambayo inakufuru Mungu, hii pembe ambayo inaumiza watakatifu wa Mungu, itakuwa na mamlaka kwa kipindi cha miaka 3.5. Itakuwa na mamlaka kwa kipindi cha miaka 3. A time, times, half a time. It is a symbolic Hebrew expression. It is a symbolic Hebrew expression for 1 year plus 2 years plus a half a year.
a time, times, and half a time. It is a symbolic Hebrew expression for 1 year plus 2 years plus half a year, which is a total of 3.5 years. Maneno ambayo yanazungumzwa katika Danieli chapter 7 ni maneno ambayo yanaonekana fanana na maneno ambayo yanazungumzwa katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana katika sura ya 13. Revelation. Maybe we can turn to the book of Revelation. Turn to the book of Revelation. Ufunuo wa Yohana sura ya 13. Utapata ya kwamba pengine kabla tusome Ufunuo 13, tunaweza soma Ufunuo 12. Ufunuo 12 mstari wa 17 inasema hivi: joka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia, wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu, naye akasimama juu ya mchanga wa bahari. Naye akasimama juu ya mchanga wa bahari. So tunazungumzia habari za joka. Joka huyu sio mwingine, ni Shetani, si ndio? Si ndio? Verse 20, hiyo verse 17 ndio nilikuwa nataka mkuwe nayo kwanza katika akili, katika hiyo chapter 12 verse 17. Alafu ambayo haizungumzii kitu kingine, inazungumzia kuhusu mpinga Kristo, the Antichrist. Hiyo Revelation chapter 12 verse 17 haizungumzii kitu kingine, inazungumzia Shetani, inazungumzia mpinga Kristo, the dragon. Na anajifanya mtu kama vile ambavyo Yesu alikuja katika mwili wa binadamu. Hata yeye pia anajaribu kujifanya mtu akuje katika mwili wa binadamu. Na Revelation 13:1 inasema, kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari. Revelation chapter 13. Kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari, mwenye pembe 10 na vichwa 7. Mwenye pembe 10 na vichwa 7. Na juu ya pembe zake ana vilemba 10, na juu ya kichwa chake, juu ya vichwa vyake majina ya makufuru. Majina ya makufuru. Na yule mnyama niliyemwona alikuwa mfano wa chui, na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu, na kichwa chake kama kichwa cha simba. Yule joka akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Nikaona kimoja cha vichwa vyake kana kwamba kimetiwa jeraha la mauti, na pigo lake la mauti likapona. Dunia yote ikamstaajabia mnyama yule, wakamsujudu yule joka, kwa sababu alimpa huyo mnyama uwezo wake, nao wakamsujudu
yule mnyama wakisema, ni nani afananaye na mnyama huyu? Tena ni nani awezaye kufanya vita naye? Naye akapewa kinywa cha kunena maneno makuu ya makufuru, akapewa uwezo wa kufanya kazi yake miezi 42. Miezi 42. Of course verse 6 inasema, akafunua kinywa chake amtukane Mungu na kulitukana jina lake na maskani yake, nao wakaao mbinguni. Unaweza asifiwe sana. Amen. Can we see some similarity in chapter 13 of Revelation with chapter 7 of Daniel, isn't it? This beast with 10 horns, isn't it? Isn't it? The beast of Daniel chapter 7, the fourth beast of Daniel chapter 7, and Revelation chapter 13 are the same. Because of the 10 horns. Because of the 10 horns. And even because of the words that are spoken in Revelation chapter 13. You see a similarity, isn't it? Kuna maneno ya kukufuru, kuna maneno makubwa, kuna maneno ya kumtukana Mungu, na maneno ya kutukana watu wa Mungu. So nilikuwa nataka to make hiyo observation. I wanted us to make that observation. The dragon stood on the shore of the sea. That's what we read in Revelation. With 10 crowns on his horns, and on each head a blasphemous name. Kuna jina la majina ya kukufuru. Majina ya kukufuru. Kwa kila pembe ina majina ya kukufuru. Blasphemous. Therefore, yes, I've already put it that way, that Revelation 13 and Daniel 7 speaks of the same thing, because of the 10 horns, and because of the big words, the words of blasphemy, and such kind of things. Yeah, of course. And for the 42 months, for the 42, which is 3.5 years, isn't it? Yeah. Asante, Deacon. Yeah, verse 40, hiyo verse 5 ndio iko na hiyo miezi 42. So katika Revelation kuna miezi 42, na katika Daniel kuna a time, times and a half a time, which is a year plus 2 years plus a half a year. Unaweza sikia sana. 42 months zinaleta 3.5 years. Kwa hivyo kuna vile Ufunuo 13 inashikana na na Danieli 7. Sindio? Yeah. So in other words, these are two different people, isn't it? In Daniel, it is the prophet Daniel, isn't it? In Revelation, it is Apostle John. Mtume Yohana, the beloved. So John is telling us that both he and Daniel are speaking of the same coming frightening kingdom. Kitu ambacho Yohana anatuambia katika Ufunuo ni kwamba yeye pamoja na Danieli katika Agano la Kale na Yohana katika Agano Jipya, si ndio? Wote wanazungumzia kuhusu kukuja kwa ufalme wa kufanya nini? Wa kutisha. The coming of frightening kingdom. The coming of frightening kingdom.
the kingdom of the Antichrist. The kingdom of the Antichrist. The kingdom of the Antichrist. Verse 21 na 22. Verse 21 na 22 ya Daniel, ndio chapter 7. Verse 21 na 22 inasema, nikatazama na pembe hiyo hiyo ilifanya vita na watakatifu ikawashinda. Hata akaja huyo mzee wa siku, nao watakatifu wake aliye juu wakapewa hukumu, na majira yakawadia watakatifu wa umiliki ufalme. Watakatifu wa umiliki ufalme. I watched this horn, Daniel 7:21 and 22. I watched, these are different, it's not a KJV actually. As I watched, this horn was waging war against the saints and defeating them until the Ancient of Days came and pronounced judgment in favor of the saints of the Most High, and the time came when they possessed the kingdom. The new Revelation 13:7-10 sheds more light again on the same. Katika hiyo Daniel chapter 7 verse 21 to 22, 21 and 22, bado inapatiwa mwangaza na ufunuo wa Yohana 13:7-10. Maybe katika Revelation chapter 13:7-10, maana tumesoma up to 6. 7 inasema, tena akapewa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda. Akapewa uwezo juu ya kila kabila na jamaa na lugha na taifa, na watu wote wakaao juu ya nchi watamsujudu, kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Mtu akiwa na sikio na asikie. Mtu akichukua mateka atachukuliwa mateka. Mtu akiua kwa upanga atauawa kwa upanga. Hapa ndipo penye subira na imani ya watakatifu. Hapa ndipo penye subira na imani ya watakatifu. Mama Sande. Utirahoshi kweli. Unapata kitu kweli. Kwa sababu sasa unaona New Testament inatusaidia kumulika, si ndio? Si ndio? Kazi ya New Testament ni kufanya nini? Kumulika mwangaza katika hiyo Old Testament. Unaona Daniel mwenyewe wakati alikuwa anaona hii maono na wakati anaandika hiyo maono, anatuambia katika verse 15, roho yangu ilihuzunika mwilini mwangu, na hayo maono ya kichwa changu yakanifadhaisha. Roho yangu ilihuzunika mwilini mwangu, na hayo maono ya kichwa changu yakanifadhaisha. Nikamkaribia mmoja wa hao waliosimama karibu, nikamuuliza maana ya kweli ya hayo yote. Yeah. Na of course katika hiyo verse 28 anasema bado katika Daniel chapter 7, huu ndio mwisho wa jambo lile, nami Danieli fikira zangu zilinifadhaisha na uso wangu ulinibadilika. That was how Daniel responded when he had this dream, when he had this vision. He actually was troubled a lot. He could not understand.
Wanaweza asifiwe sana. If Daniel was troubled, if Daniel could not understand, if Daniel was forced to seek for help, we see him seeking for help, isn't it? Isn't it? Yeah. If we shall not be understanding, we shall just be like Daniel, isn't it? Was he understanding? No, isn't it? Hakuwa anaelewa mpaka vile alisongea mmoja pale malaika akamuuliza, what is the meaning of all this? What is the meaning of all this? You read, let us read as we are reading, let us study as we are studying. And if we are not understanding, that's not a problem. We shall come to understand. And that's why we are now going up to the New Testament to shed more light. To shed more light. I was reading a book of one pastor speaking on the same, and he says, when you're reading in the book of Daniel, especially chapter 7 up to 12, you are like someone who is in a house that is full of furniture without light, and you're supposed to move. Unaonaje? Uko kwa nyumba imejaa vitu lakini inatakiwa utembee na ni giza. Utakuwa na wakati rahisi kweli? Utakuwa na wakati rahisi. Ilinitia moyo, maneno ya mchungaji ilinitia moyo. Anasema ukisoma kitabu cha Danieli sura ya 7 ukiendelea, wewe ni kama you are in the Old Testament, lakini wewe ni kama mtu ambaye uko katika nyumba ambayo imejaa furnitures, lakini haina mwangaza na inatakiwa utembee. You are supposed to maneuver your way out. Upate njia. Somehow you will be troubled, isn't it? You will be troubled. Sasa huyo pastor anaendelea kusema, but as you come in the New Testament, the New Testament now does what? Lights the torch in the Old Testament, in the book of Daniel. Yani wakati unafungua kwa New Testament, now especially in the book of Revelation, vile tumesoma katika hiyo chapter 13, inakuwa kama torch kubwa, mwangaza mkubwa sasa imemulika katika giza. Unaona njia, si ndio? Yeah. Unaona njia. Na unafurahia, unaenda kwa ujasiri, unafanya shughuli zako, si ndio? Bwana asifiwe sana. Amen. So huu ufalme wa 4 ambao tunaambiwa katika Daniel chapter 7, kama tumeshikanisha na Revelation chapter 13, tunakubaliana ya kwamba ni ufalme wa nani? Ndio, kama tumeelewana hivyo, sasa tunaweza kusonga tena tuangalie vitu zingine ndogo ndogo. Tunaelewana ni ufalme wa nani? Nimeshawatajieni kuhusu dragon, si ndio? Ule joka, si ndio? Ni ufalme wa mpinga Kristo. Ni ufalme wa mpinga Kristo, ambao tunaambiwa uzuri wa huo ufalme ni kwamba it is not everlasting. Wakati unasoma hiyo kitabu ya Ufunuo, unaangalia pia, unaangalia kuna ugumu ndio, lakini kuna vitu zingine ambazo zinakuencourage, zinakucomfort, unaendelea kupata ujasiri wa kuendelea. Tunaambiwa ufalme wa mpinga Kristo si ufalme wa milele na milele, sio? Ni ufalme wa kipindi kingapi? Ni ufalme wa muda gani? Only 42 months. You can say 3.5 years. That's the time the Antichrist will have power over the whole world. That is the time the Antichrist will have power over the whole world. We are told on his horns, on his 10 horns, he has names of what? Names of what? Blasphemy. Ako na majina ya kukufuru. Kufuru.
Wale watu ambao wanamwamini Mungu, katika kipindi cha mpinga Kristo, katika kipindi cha miaka 3.5 hawatakuwa na amani sana, si ndio? Kwa sababu mpinga Kristo atakuwa ametangaza vita na wao. Wanaweza asifiwe sana. Amen. Lakini tunapoendelea kusoma ni kwamba unakumbuka kwa Daniel chapter 7 huyo mnyama akafanya nini? Akauawa. Verse 26 here. I want you to see that. Verse 26 ya Daniel chapter 7. Lakini, is it that deacon? Daniel chapter 7 verse 26, ndio. Lakini hukumu itawekwa, nao watamuondolea mamlaka yake, kuipoteza na kuiangamiza hata milele. Lakini hukumu itawekwa, nao watamuondolea mamlaka yake, kuipoteza na kuiangamiza hata milele. So wakati ambapo Daniel alikuwa anaona hiyo ndoto, aliona huyo mnyama wa 4, aliona akifanya nini? Vile aliuawa, si ndio? Vile aliuawa. Baada ya ile pembe ingine ya kutoka na vile ambavyo ilisababisha mashida, pia Daniel akaonyesha mpaka vile hiyo pembe vile huyo mnyama alifanya nini? Aliuawa. Which is the world kingdom, the kingdom of the Antichrist. Na Daniel anaonyeshwa mpaka vile huo ufalme unafanya nini? Unaanguka. Na Daniel anaonyeshwa vile watakatifu wanafanya nini? Watakatifu wanabaki. Na sasa hiyo watakatifu wakibaki, nani amekuja? Mfalme wao Yesu Kristo amekuja, ambaye tunaambiwa ya kwamba wakati anafanya kazi ya kuhukumu katika hiyo Daniel chapter 7, watakatifu wa Mungu wanahukumu pamoja na Yesu Kristo, wanatawala pamoja na Yesu Kristo. Wanaweza asifiwe sana. So kuna mambo ambayo ni ya ku-encourage wa Kristo, sio? Kuna mambo ambayo yanatutia moyo kama wa Kristo, sio kweli? Nijaribu kuwa polepole kidogo ndio tupate hizi vitu. Mambo hayatakuwa rahisi sana, lakini tunashukuru Mungu kwa sababu ni kwa kipindi kidogo sana. Baadaye after 3.5 years Yesu Kristo mwenyewe ata-establish ufalme wake, na maandiko nasema watakatifu watakuwa wakitawala pamoja na Yesu Kristo katika huo ufalme. Wale ambao mesikia Biblia imesema kuhusu wale ambao majina zao ziliandikwa katika kitabu cha uzima wa milele tangu kuwekwa kwa misingi ya dunia. They will not be shaken by what will be happening during the time of the Antichrist. Also, you have to take note of that. Anaweza asifiwe sana. Hallelujah. And also, you have to remember that the Bible is speaking about the prophecy, the predictive prophecy, the future. Inaitwa the predictive prophecy. Unabii wa mambo ya mbele. Unabii wa mambo ya mbele, mambo ambayo hayajatimia. Unabii wa mambo ya mbele. Mambo haya ambayo tunaizungumzia ni mambo ambayo wakati wake haujafika. Ingawa katika lugha ukisoma wakati mwingine unaweza angalia tenses ambazo zinatumika ni kama za past tense. Haipaswi kusumbua kwa sababu ni mambo ambayo wakati wake haujafika, hayajatimia. Tunatakiwa kuendelea kuwa na subira.
Na Mungu anataka nini? Mungu anataka tufahamu hizi vitu mbele ya wakati, that we have knowledge of these things that will be happening in the future, so that when they are now beginning to take place, we know that this is the fulfillment of the scriptures. Hautakuwa kwa giza. Mambo ukianza kuona mambo yakifanyika, hautakuwa kwa giza. Hautakuwa kama mtu ambaye uko kwa nyumba ambaye imezimwa lights, hapana. Kwa sababu already we have the prophecy state. Na katika Revelation tunasaidiwa kumulikiwa mwangaza katika hiyo prophecy. So wakati mambo itakuwa inaanza kufanyika, sisi watoto wa Mungu tutakuwa in the green light, tutakuwa tuko aware of what is going on. Anaweza spesa. Those whose names are written in the book of life, wale ambao majina yao yameandikwa katika kitabu cha uzima. Na Biblia inasema tangu kuweko kwa misingi ya dunia, na watu ambao Mungu anaandika majina yao katika kitabu cha uzima. They will not be moved, they will not be shaken by what will be happening during the regime of the Antichrist during the 3.5 years. Hiyo ndio mahali pengine huwa tunaleta ile doctrine ya preservation of the saints. Hiyo ni one of the doctrines ambazo tunasimamia, kwamba watakatifu wa Mungu, wale ambao aliwaita, wale ambao aliwachagua kutoka kwa ulimwengu, watahifadhiwa mpaka dakika ya mwisho. Watahifadhiwa mpaka dakika ya mwisho. Huwezi kuniambia Mungu amekuokoa kama kweli alikuokoa, alafu ashindwe kukuhifadhi katika hiyo hali ya kukuokoa, akupoteze kesho. Ataweza kweli? Mungu atakupoteza? Anaweza asifiwe sana. So kama Mungu alikuchagua, kama Mungu alikuita, kama Mungu aliandika jina lako katika kitabu cha uzima milele tangu uko kwa misingi ya dunia, nabaki hivyo. Nabaki hivyo. Na wakati mwingine huwa tunaombea watu wakati wanaokoka hapa. Unasikianga vile watu tunawaombea? Mtu anasema nataka kuokoka, ningependa kumwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Alafu tunasema utaisema ili ombi, mimi Bwana naja kwako, mimi ni mtenda dhambi. Futa jina langu kwenye kitabu cha uzima, cha mauti. Andika jina langu kwenye kitabu cha. Biblia inasemaje? Kuna watu ambao Mungu aliandika majina yao katika kitabu cha uzima tangu kuwekwa kwa misingi ya. It is not now that God is going to write your name in the book of eternal life. He did that long time ago. We make some small mistakes, isn't it? Hizi ni mistakes huwa tunamake, hata mimi huwa na make mistake. But wakati unaanza kusoma Biblia pole ndio unaanza kurealize this is a mistake. Anaweza spesa. Wakati mtu anaokoka, wanga tu anarudi sasa mahali ambapo Mungu alimpangia kuanzia kitambo, wakati wa kuwekwa misingi ya dunia. Yaani Mungu ameweka jina lako katika kitabu cha uzima, lakini wewe katika kiburi chako unang'ang'ana kutembea katika njia za ulimwengu. Lakini katika hiyo hali unakutana na sauti ya Mungu, sauti ya neno la Mungu, na unarudi kwa njia. Alafu unasema ningependa kuokoka. Si wakati huo ndio jina lako litaandikwa kwa kitabu cha uzima. Jina lako liliandikwa katika kitabu cha uzima kabla ya kuwekwa misingi ya doctrine ngumu mahali. Isinaeleweka? Anaweza spesa. Tuombee tu mtu wakati mtu anasema ningependa kumkiri Yesu Kristo, tumwombee tu Mungu, tumwambie Mungu msaidie huyu, especially katika haya maamuzi ambayo anafanya kwa sasa hivi, si ndio? Msaidie, apatie neema ya kumshikilia, asimame katika hii safari, atembee katika hii safari. I think that will be good enough. Wakati tunaomba na tunaombea mtu ambaye ameokoka, tuseme tu hivyo, tuambie Mungu mpatie tu neema ya kufanya nini? Ya kumshikilia katika hii maisha mapya. Lakini wakati tunasema andika jina lake
kwenye kitabu cha uzima. Andiki za hiyo tangu kuwekwa kwa misingi ya dunia. Aliandika majina. Tutaendelea Jumapili ijayo. Tuangalie vitu kidogo katika hiyo Danieli. Nilikuwa nafikiri nitaondokea sura ya 7 leo, lakini haina haraka ya kukimbia. Wacha twende tu polepole. Wangapi wananiunga mkono twende tu polepole? Sitaki hata mimi kukimbia. Twende tu polepole. Mungu ana sababu. So Jumapili ijayo bado tutaangazia kidogo katika hiyo sura ya 7. Tuone vile tutaenda. Sura ya 7, soma sura ya 7, ya 8 na ya 9 kama umeshikanisha hivyo, because they are just almost going the same line. Unaweza spesa. Kwa wakati wako mwenyewe ukiwa nyumbani, endelea kusoma Danieli sura ya 7, ya 8 na ya 9. Hiyo ndio sasa assignment nitawapatia leo. Nimekaa sana bila kuwapea assignment. I've stayed for a while bila kuwapea assignment. So next Sunday you have an assignment to do during the week. Go through the book of Daniel chapter 7, chapter 8 and chapter 9. Then we shall be doing our discussions as usual. Mungu awabariki. Amen. Mungu awabariki. Amen.